Jamii imetakiwa kuwapa haki, fursa na mazingira rafiki watu wenye ulemavu yatakayowawezesha kuajiri na kujiajiri ili nao kuwa ni sehemu muhimu ya maendeleo ya jamii. Wito huo umetolewa na makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya watu wenye ulemavu wa akili Zanzibar, ndugu Tamrin Said, wakati wa mafunzo ya siku moja ya kuwajengea uwezo wadau mbalimbali wa masuala ya watu wenye ulemavu iliyofanyika katika ukumbi wa Chuo cha Afya SHA kwa Mjina Mwanzo, wilaya ya Magharibi B Unguja. Amesema bado watu wenye ulemavu wa akili wanakosa nafasi za ajira na kushindwa kujitegemea kutokana na mitazamo hasi ya baadhi ya jamii pamoja na taasisi kushindwa kuwawekea mazingira mazuri ya kufanyia kazi na kuonyesha vipaji vyao. Kwa hapa kwa ajili ya mradi wa kuwasaidia vijana wetu walengo watu wenye ulemavu wa akili katika masuala ya mafunzo ya amali. Tumeanzisha kituo cha mafunzo ya amali kwa ajili ya vijana wetu ili kuwajengea uwezo waweze kuajiriwa na kujiajiri wenyewe baada ya kumaliza mafunzo yao. Hapa leo tupo kwa ajili ya kuendeleza programu za mradi pamoja na wadau, lakini pia kuwasilisha baadhi ya programu zetu ili wadau wetu waweze kufahamu nini tunafanya, watusaidie katika kusambaza taarifa ambazo zitawasaidia watu wengine kufahamu shughuli za ZPDD katika kuwasaidia watu wenye ulemavu wa akili. Vile vile kama waandishi habari mnapaswa kupaza sauti zetu kwa niaba yetu ili jamii iweze kushajihika kuwasaidia watu wenye ulemavu kufahamu haki zao, kuwatendea haki, kuondoa kabisa unyanyasaji wa kijinsia kwao ili jamii waweze kuishi katika mahali ya uhuru na haki kabisa. Kwa hiyo nitoe wito kwamba Zanzibar bado tuna nafasi kubwa ya kuwasaidia watu wenye ulemavu wa akili kwa sababu sio wengi sana, lakini bado tuna changamoto nyingi za kimaisha, za kiafya, za kielimu, za ajira. Kwa hiyo kama wanadamu na kwa Zanzibar na maendeleo ya wote, tuna budi kwamba tuone kwamba wote wenzetu wao wanasaidia ili wapate ajira za kusaidia kwa familia zao. ZPDD tuna matawi 60 katika wilaya zote za Unguja na Pemba. Unguja yako 30 na Pemba yako 30. Kupitia matawi haya sasa ndio tunaweza kujua na kuwafahamu watu wenye ulemavu wa akili. Na tunafanya mikutano mbalimbali pamoja na wanajamii ili kuwasajihisha kuweza kuwafichua watu wenye ulemavu wa akili waweze kupata haki zao za kielimu kwanza, lakini baadaye tunasajihisha kujiunga na vikundi vya jasiriamali ili waweze kupata huduma za kujiajiri na kuajiriwa katika maeneo mbalimbali. Sisi ZPDD pia tunaomba misaada kutoka mashirika mbalimbali ya nje na ndani kuweza kupata mafunzo kwa vijana wetu ili waweze kuajiriwa, na tumeanza program hii muda mrefu kidogo na baadhi ya walengwa wetu wameajiriwa katika sehemu mbalimbali kwenye hoteli na taasisi nyingine za binafsi. Kwa upande wake, mwalimu wa chuo cha utalii Marhubi ndugu Taib Masud Ali amesema ipo haja kwa jamii kuthamini na kuwatambua watu wenye ulemavu wa akili mapema ili waweze kupatiwa malezi, elimu na nafasi zinazostahiki kwa maendeleo yao ya baadaye. Kwa kweli tuko hapa kwa ajili ya watoto wenye ulemavu wa akili ni kuleta ile awareness katika jamii ya kwamba kuweza kuwafahamu watoto hawa na kuweza kuwapa taaluma kama vile wanavyopewa watu wengine, kupata haki kama hizo hapo, lakini vile vile jamii kuweza kuwatambua vijana hawa kwamba wana uwezo mkubwa sana na vile vile wanaweza wakaajirika. Kwa hiyo warsha hii ya leo naona inashajihisha sana ni ile kuleta uelewa, kwa sababu ni watoto ambao kwa kweli wanakuwa wanapata changamoto nyingi sana katika jamii, na hasa vile kwamba wanakuwa hawajulikani sana, wanachukuliwa kama ni wagonjwa wa akili, lakini hawa ni watoto ambao wenye ulemavu wa akili ambao wanaweza kuajirika. Hali ya ufundishaji ni watoto ambao kwa kweli wanakuwa very slow kuchukua zile material ama ule uelewa, lakini unapokuwa unafanya mbinu za kuweza kurudia mara kwa mara, wanakuwa wanafahamu, na wakifahamu kinakuwa kile kitu kinaganda. Sio kwamba uelewa kama yetu sisi ambao wakusahau. Hawa ni watu ambao wanakuwa ukiwafahamisha kitu, kusahau kwao ni very rare, wanakuwa hawasahau kabisa. Aidha, kwa upande wa waajiri ndugu Hamis Makame Hamad amewataka waajiri binafsi kuwapa fursa za kazi watu wenye ulemavu ili waweze kufikia malengo yao. Lengo langu kubwa ni kuwasaidia wale ambao hawajapata ajira na waliokuwa walemavu ili waweze kupata ajira baadaye, kwa sababu kila mmoja anakuwa na malengo yake. Na mimi mara nyingi wanapokuja kazini na wawafundisha na nazungumza na staff wangu
ili kuwasaidia wale watu ambao hali zao si mzuri za kielimu labda, au hali zao ziko chini kimfumo wa jinsi ya kuweza kujifunza. Kwa mimi na watreat wale watoto ili waweze kupata elimu ya manufaa zaidi ya baadaye. Kipindi cha nyuma tuliwahi kuwafundisha. Kwa bahati nzuri leo humu ndani kwenye semina yupo mmoja mwanafunzi wangu. Alikuja na wenzake wanne na nashukuru alipata vyeti wote. Naye ndugu Zainab Shaibu Hamis mwenye ulemavu ameiomba jamii kuacha tabia kuwanyanyasa watu wenye ulemavu na badala yake kuwapa ushirikiano pamoja na kuwajenga mazingira yatakayowawezesha kujifunza, kufanya kazi na kujitegemea kama ilivyo kwa watu wengine. Kwa ukweli mafunzo yamenishadishisha kiupande fulani, kama mfano upande wa kuajiriwa watu wenye ulemavu. Tukiongelea kwenye ajira kwa watu wenye ulemavu hakuna, kwa sababu kila mtu anavyopokea mtu mwenye ulemavu katika kampuni ama taasisi ama ajira kwa ujumla. Yaani tuseme kwenye watu wenye ulemavu ajira hamuna kiufupi. Kivipi? Labda unaonekana mtu mwenye ulemavu huwezi ukafanya kazi, lakini kumbe sio hivyo, ukiwezeshwa unaweza. Kiufupi nitoe wito katika vyombo vya serikali ama taasisi binafsi, watu wenye ulemavu tukiomba field watupokee kwa vizuri. Watupokee kwa vizuri au watupe uwezeshaji. Sawa, hawataki kutuchukua, watupe moyo pale tulipo, wasituseme kwa ubaya, yani wenyewe tukwa tunasikia. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.